taifa kubwa. Litakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Amina. Sema amen. Amen. Mungu anamtoa Ibrahimu pale kwenye nchi aliyoizoea. Yes. Kwenye nchi ambapo palikuwa na utajiri wa kawaida. Amen. Alikuwa anaonekana tu ni kijana wa pale, mtoto wa mzee Tera. Amen. Lakini Mungu anamwambia toka uende katika nchi nitakayokuambia. Amina. Na anampa ahadi. Amen. Ya kumfanya kuwa taifa kubwa. Amina. Taifa kubwa maana yake awe na utajiri. Amen. Awe na sauti. Amen. Awe na nguvu. Amen. Awe na kibali. Amina. Hawezi akawa taifa kubwa wakati bado ni maskini. Amina. Sema amen. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo ukanifanye kuwa taifa kubwa. Ukaniongeze. Ukanitawanye. Ukanisambaze ulimwenguni pote. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana lenye mamlaka yote, nikaongezeke. Sema amen. Amen. Mungu anampa ahadi ya kumfanya taifa kubwa. Amina. Tuendelee. Amina. Na kukubariki. Na kukubariki. Na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina. Jina likikuzwa maana yake lazima pameambatana na utajiri. Amen. Hamna tajiri mwenye jina dogo. Amen. Hii maombi tunayoyafanya ni maombi ya kukufungua kutoka vifungo vinavyozuia utajiri. Amina. Vinaweza kuwa ni vifungo vya umaskini. Yes. Umepewa vipaji, umepewa vipawa. Amina. Umepewa fursa mbalimbali. Amina. Na umepewa na ajira. Yes. Unapewa mitaji kila siku. Ndio. Lakini inaishia, inapotea, inaharibika. Amen. Maana yake kuna sehemu pamekamatwa. Ipo. Hauna uhalali wa kumiliki pesa. Ndio. Leo Mungu akiachilia huo uhalali. Yes. Pesa utaishika. Amina. Kazi za Mungu utazifanya. Amen. Na biashara zitaongezeka. Yes. Hebu sema amen. Amina. Tulijifunza Jumapili ya kwamba yes, watu ambao shetani apendi washike pesa ni wale watoaji wenye moyo wa kutoa. Shetani anawabana. Ndio. Lakini Mungu anapambana ili wewe uzidi kuongezeka. Amina. Mtu yoyote mwenye kibali, mwenye neema, mwenye wepesi ndio katika kutoa sadaka, katika kuwatunza watu wa Mungu, ndio katika kuwasaidia watu wengine, yes, huwa anakutana na hivyo vikwazo. Amina. Lakini Mungu lazima atakukumbuka tu. Amina. Kwa maana anasema nitambariki atakaye kubariki. Ndio. Sema amen. Amen. Na yeyote utakayembariki nimeshambariki. Amina. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amen. Kwa leo tunatamka ya kwamba jina lako likakue, likaongezeke, likatawanyike ulimwenguni pote. Amen. Hapata kuwa na mtu mwenye jina dogo hapa. Ndio. Jina lako ili likue, lazima Mungu aanze process, yes, ya kukutoa kwenye vifungo vya zamani. Ndio. Akupeleke kwenye eneo la baraka. Kabla ya hapo Ibrahimu alikuwa hajulikani. Ndio. Lakini baada ya hapo anajulikana mpaka leo. Amina. Lakini alizaa watoto, akamzaa Isaka. Ndio. Isaka naye akazaa watoto wawili mapacha. Ndio. Ambao waliitwa Esau na Yakobo. Habari za Esau tulishazisahau. Amina. Lakini habari za Yakobo tunazo mpaka leo. Tunaendelea nazo mpaka leo. Kwa sababu jina lake lilikuzwa kutokana na agano lililotoka kwa baba yake. Ndio. Hebu sema amen. Amina. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa, amina, ukageuziwa baraka yako kwa njia isiyoeleweka. Esau alikuwa ndiyo mzaliwa wa kwanza. Alikuwa ndiye aliyestahili baraka zote na utajiri. Amina. Lakini vilivyogeuka na jina lake likasahaulika. Ndio. Ukishakuwa na pesa, jina lako litaongezeka tu. Uzao wa Esau ni mpaka uanze babatiza. Uanze kutafuta hivi watoto wa Esau ni kina nani? Lakini watoto wa Yakobo wote tunawajua. Taifa 12 za Israeli. Makabila 12. Ndio. Hebu sema amen. Amen. Kwa sababu imepita kwenye uzao wa utajiri. Kila siku wanasema hapa ya kwamba hata kama ulizaliwa kwenye familia ya maskini, usikubali na wewe kuzaa familia maskini. Amina.
Sema amen. Amen. Hata kama ulitoka kwenye familia maskini, tuambie, hakikisha ndani yako hapatoki maskini. Amina. Panatoka tajiri. Yes. Panatoka tajiri. Panatoka tajiri. Amina. Panatoka uzao tajiri. Amina. Sema amen. Amen. Badilisha matokeo ya ukoo. Yes. Badilisha matokeo ya familia. Amina. Hata kama wote walikuwa maskini, tusikubali. Amen. Ibrahimu, yes, ilibidi atoke kwenye nyumba ya baba yake ili akazae matajiri. Amina. Haleluya. Amen. Natamka juu yako, yes, neema ya utajiri, amen, itatembea na wewe. Amina. Ibrahimu alikuwa na miaka 70 wakati anapewa agano la utajiri. Amina. Miaka yote amekaa kwenye umaskini. Amina. Lakini alipofika 70 ndio kwanza maisha yakaanza. Na kutamkia hujachelewa. Usidhani ya kwamba umechelewa. Miaka bado. Utajiri udumuo, amen, ni utajiri unaotoka kwa Bwana, unaotoka kwa Mungu. Yes. Umaskini ni pepo. Tuendelee. Amina. Nawe uwe baraka. Uwe baraka. Mstari wake wa 3. Ndio. Nami nitawabariki wakubarikio. Nitawabariki wakubarikio. Naye akulaanie, nitamlaani. Nitamlaani. Na katika wewe, yes, jamaa zote za dunia watabarikiwa. Watabarikiwa. Amina. Mtu ambaye ni hatari kwenye ulimwengu wa giza, yes, ni mtu ambaye amebarikiwa. Amen. Ni mtu ambaye anabariki wengine. Amen. Yeye ambaye anabariki wengine, shetani hamtaki, kwa sababu amewekewa agano kwamba kwa wewe, yes, jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Amina. Yaani wewe kuwepo tu, yes, kuna watu wanabarikiwa. Amen. Wakikuona wanabarikiwa. Wakisikia sauti yako wanabarikiwa. Ukiongea nao wanabarikiwa. Ukiwapa hela ndogo kabisa, wanabarikiwa. Hao ndio watu ambao shetani anawaogopa. Amen. Shetani haogopi mtu mchoyo. Mtu mchoyo ni wa kwake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Tunaambiwa kwa habari za Isaka. Amen. Kitabu cha Mwanzo 26:13, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Amen. Ukianzia mstari wa 12, Mwanzo 26:12 inasema hivi: Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Amen. Yaani alikuwa mkuu alafu akastawi. Amen. Baada ya kustawi akawa mkuu sana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wameshaandikiwa ukuu, amen, ndani yao. Amen. Lakini pepo, mizimu, yes, mashetani, amen, yamewakamata. Amina. Yamepata uhalali wa kukuzuia usifikie ule ukuu, yes, ule ukuu ambao Mungu aliuandika juu yako. Amen. Lakini leo ninakutamkia kwamba, yes, utakwenda kustawi. Amina. Utakwenda kustawi. Napokea roho ya kustawi iambatane na wewe. Amen. Popote unapopanda mbegu, yes, ukavune. Amen. 1 kwa 100. Yaani unapanda mbegu moja inatoa 100. Una multiply kwa 100. Ni kipindi cha ongezeko, sio kipindi cha kunyauka, sio kipindi cha kukauka. Natamka muhula mpya kwenye maisha yako. Yes. Nimetumwa kwenye ibada ya leo, nikutamkie tu baraka. Nikubariki tu. Nikisha kubariki, nenda ukashike pesa, nenda ukatengeneze hela, nenda ukafanye biashara, nenda ukafanye kazi. Utaona zikiongezeka. Ni wiki ya kubarikiwa, ni wiki ya kuongezeka. Natamka baraka kwa watu wa Mungu waliofungua mioyo yao.
Sema amina. Amina. Wachawi wamekataa. Wachawi hawapendi. Lakini ninatamka na kutamkia pale kwenye biashara yako. Utapanda mbegu. Mbegu moja itazaa 100. Sema amina kwa Bwana. Sema amina kwa Yesu. Bwana akamwambia Isaya, inuka uangaze, kwa maana nuru ya Bwana imesha kuzukia. Mataifa yatakufuata na utajiri wao watakuletea. Watatoka mbali pamoja na ngamia wao, pamoja na punda wao, pamoja na magari yao, pamoja na dhahabu zao, na wafalme wao watakutafuta wewe. Hii ndio ahadi ya Bwana kwa wateule wake. Yesu anataka tuwe matajiri. Hataki tukae kinyonge. Kuanzia leo unyonge tunaukata hapa. Tukisha ukata hapa tunatoka kitajiri. Haleluya. Sema amen. Sema amina. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. My God. Amen. Mungu wetu ndiye anayetupa nguvu ya kupata utajiri. Amina. Kama hatuupati, maana yake hatujapata nguvu kutoka kwa Mungu. Ndio. Yaani pale Yesu alipowaambia wale mitume wake kwamba mkae Yerusalemu, musitoke Yerusalemu, tulieni, mutapokea nguvu kutoka juu. Hiyo nguvu ikishuka, fanyeni kazi. Fanyeni kazi. Manake hiyo nguvu iliambatana na utajiri. Inatoka juu pekee, haitoki mahali popote. Yaani ukimwamini huyu Mungu wetu, ukamwamini sawasawa, ujue wewe ni mshindi tu. Amen. Wewe ni mbarikiwa tu. Mbarikiwa. Kwa nini maandiko yanasema ya kwamba aliteseka? Amina. Ili sisi tubarikiwe. Amen. Kama tunaamini alichukua laana zote. Yes. Kama tunaamini alifuta makosa yote, basi tuamini ya kwamba aliondoa umaskini wote. Amina. Maandiko yanatuambia katika kitabu, nadhani ni Wakolosai, kwamba alifanyika maskini ili tupate kuwa matajiri. Manake alishaishinda mapepo ya umaskini. Kama ameyashinda, lazima na sisi tubarikiwe. Ukiona misukosuko inaongezeka, mara nyingi misukosuko ni kukurudisha kwenye umaskini. Lakini leo nakutamkia kwa jina la Mungu aliye hai kwamba wewe ni tajiri. Kwa maana Mungu wetu ndiye atupaye nguvu za kupata utajiri. Amina. Hatuna Mungu maskini. Tunaye Mungu tajiri. Yeye mwenyewe anatamba. Anasema fedha, dhahabu, mali vyote ni vya kwangu. Vyote ni vya kwangu. Asikudanganye mtu yeyote. Wewe pata picha. Shetani alipata wapi akili ya kwenda kumdanganya Yesu? Kumwambia njoo. Akampandisha kwenye kinara. Akampandisha kwenye mlima mrefu. Akamwonyesha miliki, majumba, fedha, dhahabu. Akamwonyesha mali. Akamwonyesha milima iliyojaa vitu vya thamani. Akamwambia hivi vyote nimeshapewa. Wewe nisujudie tu. Wewe ni abudu tu. Halafu hivi vyote vitakuwa vya kwako. Haleluya, mtu wa Mungu. Amina. Shetani ameshindwa. Shetani ni muongo. Tunajua yeye ni baba wa uongo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Anamchukua Mungu mwenyewe. Anamwambia hivi vyote nimepewa. Vyote nimepewa. Wewe unachotakiwa ni kunisujudia tu, ni kuniabudu tu.
Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, utajiri unakuja ukisujudu. Ndio. Utajiri unakuja ukiabudu. Utajiri unakuja kwa ibada. Asante sana. Yes. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wapo watu wanaomwabudu shetani, ndio, wanaomsujudia shetani, nao wana utajiri wao. Ndio. Lakini sisi leo tumechagua ya kwamba tutamtumikia Mungu aliye hai. Tutamsujudia yeye peke yake. Tutamsujudia yeye peke yake. Yesu kama alivyomjibu, ndio, akamwambia imeandikwa, it was written. Usisujudie kiumbe kingine chochote, msujudie Mungu wako peke yake. Maana yake ukimsujudia peke yake, anakupa utajiri unaotoka kwake. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Pepo la umaskini ndio huwa linakaa, linarithishwa. Yaani kama unavyoweza kurithishwa utajiri, unaweza pia ukarithishwa umaskini. Amina. Kwa hiyo chunguza kwenye familia, kwenye ukoo. Kama umerithishwa umaskini, kataa leo. Leo tunapindua meza. Leo tunapindua meza. Leo tunapindua meza. Leo tunapindua meza. Madhabahu za umaskini leo zikapinduke. Madhabahu za utumwa leo zikapinduke. Amina. Kwa nini Gideon anaambiwa bomoa madhabahu za Baali za baba yako? Amina. Bomoa madhabahu za Baali za baba yako, ili ukawakomboe na ndugu zako. Maanake anakwenda kuondoa agano la umaskini. Yeye mwenyewe alideclare kwamba sisi ni kabila ndogo ya Manase. Amina. Kabila maskini ya Manase. Halafu mimi ndio mdogo kuliko wote ndani ya kabila dogo. Amina. Maanake yeye alikuwa ni maskini wa maskini. Ndio. Lakini Mungu akitamka kitu, kinakwenda kubadilisha matokeo ya familia, kinaenda kubadilisha maisha ya watu. Amina. Kuna watu katika ulimwengu wa roho ni matajiri, lakini bado havijadhihirika mwilini. Leo tunataka vikadhihirike. Leo tunataka vikadhihirike. Yaani mwenyewe ukiishi watu wanakuona tajiri, ila mwenyewe ndo unaijua siri kwenye mfuko hapo empty. Haleluya. Amina. Watu wanakuambia naomba milioni 10 ya fasta. Manake amekukadiria, anaona kabisa uwezo ukakosa. Ukianza kumletea hivi na vile, anajua jamaa mchoyo please. Amen. Kumbe kweli hauna. Amina. Kumbe kweli hauna. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho milioni 10 kwako ni kitu cha kawaida. Amina. Ila katika hali ya kawaida bado. Ndio maana Bwana anasema mpenzi, ninaomba ufanikiwe. Amen. Kama vile ufanikiwavyo katika roho. Amina. Ufanikiwe katika mambo yako yote. Sema Bwana Yesu, kupitia ibada ya leo, mafanikio yangu yakaachiliwe, yakafunguliwe. Narudisha uhalali wa kumiliki pesa za viwango vya juu. Narudisha uhalali wa kukamata pesa na kuimiliki na kuiongeza kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amina. Sema amina. Mshangilie Bwana. Shangilie Bwana. Shangilia Yesu mahali ulipo. Piga kelele ya ushindi. Na achilia roho ya kustawi. Roho ya kustawi. Sema leo nitastawi. Kuanzia leo nitastawi. Haleluya.